Rais wa Namibia Netumbo Nandi amesema kuwa kwa muda mrefu jamii imekuwa ikiwekeza zaidi kwa mtoto wa kike, jambo ambalo sasa linaanza kuleta pengo katika maendeleo ya watoto wa kiume. Akihutubia leo Mei 21, 2025 katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, Rais Nandi amesema kuwa mtoto wa kiume anazidi kuachwa nyuma kwa sababu juhudi nyingi zimeelekezwa kwa mtoto wa kike pekee. Hata hivyo, amesisitiza kuwa kuna umuhimu wa kuhakikisha wavulana wanapewa fursa sawa ili kuepuka kizazi chenye pengo kubwa la kijinsia katika maendeleo ya kijamii na kielimu. Finally, we are realizing the laws we are making on the boy child. The boy's child is lagging behind. In Namibia, we are starting to feel it. And maybe it's a blessing in disguise that in Namibia now we don't have first ladies who focus on girls' empowerment. Now we have a first gentleman. And this is a challenge. Has to focus on the boy child. They are remaining behind. When I was in Angola, he remained because that weekend, I'm told we had a conference with 300 young boys under the theme from boyhood to manhood. So we will see in the process how it's going to work so that we can bring the boy child to the par with the girl child. We invested already on the girl child, and they are doing very well in Namibia. If you go to the University of Namibia, the majority of the graduates are women. But the ratio, population-wise, is not big. It's just 51% women and 49% men. So you cannot have such a big gap when they are graduating at university. So you want to have a narrow, but really our boys, they are in trouble nowadays. Baada ya kauli hiyo, Nukta TV ilipata wasaa wa kufanya mahojiano na wahadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mpaka tumefika mahali tumeshindwa kubalance. Tumempeleka mtoto wa kike juu, alafu tumemwacha mtoto wa kiume amebaki pale pale ambapo tulidhani ameshakuwa elevated. Kwa hiyo nini kinachofanyika sasa hivi au walichokifanya, kwa mfano Madam President wa Namibia kimeniimpress kwa sababu anasema kampa hiyo role mume wake ili aweze sasa kunyanyua generation ya watoto wa kiume, ambao ni nzuri sana. Nimependa hiyo initiative kwa sababu inatoka katika presidency. Kwa hiyo itakuwa, lakini pia sio tu kwa upande wake, tunajifunza na sisi nchi zingine kufanya kitu juu ya mtoto wa kiume. Kwa muda mrefu ametoa kumbukumbu kwamba katika harakati za Beijing toka zamani tumekuwa tukizungumza usawa wa wanawake na wanaume, watoto wa kike na watoto wa kiume, lakini nguvu kubwa imeelekezwa katika harakati za kumkomboa mtoto wa kike kwa sababu alikosa elimu, kwa sababu tamaduni zilikuwa zinamgandamiza. Kwa maana hiyo anavyozungumzia kwamba sasa hivi wanaenda kuhakikisha usawa unaangalia kote, watoto wa kike na watoto wa kiume, kwa kuangalia zaidi wa kiume kwa sababu wamesaulika kutokana na hizo harakati za kumwangalia mtoto wa kike peke yake. Hiyo ni juhudi nzuri. Ni Fatma Huseni wa Nukta TV.